shirikisho na kufinya uhuru wa maoni kuelekea katika kikao hicho maalum. Kwa msingi huo, tunawasilisha mchango wetu wa mawazo kwa njia ya maandishi kama ifuatavyo. 1. Tunaunga mkono madai ya mabadiliko, reforms. Sisi kundi la G55 tunaunga mkono kabisa madai ya kufanyika kwa reform katika nchi yetu. Tunaunga mkono na tupo tayari kuongeza nguvu zaidi katika jitihada zote za chama za kudai mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi, reforms, ili kuwa na uchaguzi huru na zinazoaminika. Kwa kwenye eneo la reform, sisi tuliogombea mwaka 2020 tulijeruhiwa na uchaguzi ule sana kwa sababu ya mifumo isiyo rafiki ya kiuchaguzi. Kwa hiyo tunaunga mkono 100% swala la reform. Kwa hiyo tuko tayari na kuongeza nguvu kuwekeza kwenye kupigania mabadiliko ya kimfumo na ya kisheria kwa ajili ya chaguzi huru na za haki hapa nchini. 2. Maoni mbadala dhidi ya mpango wa kuzuia uchaguzi. Ukumbuke hapo mwanzo nimesema reform tunazunga mkono. Tunasita kuamini katika tunaingiza wagombea katika uchaguzi. Ni rahisi kwa wagombea kuhamasisha na kuongoza wananchi kuzuia uchaguzi katika vituo mahususi vya uchaguzi, katika kata au majimbo yanayoelekea kufanywa huduma, kuliko kujaribu kuzuia uchaguzi wote huku tukiwa nje kabisa ya uchaguzi wenyewe. Ndugu zangu, ukishakuwa nje ya uchaguzi mara tu baada ya bunge kuvunjwa, vyama vya siasa vitasitisha shughuli zote, tutaingia kwenye harakati za uchaguzi. Sasa kama haushiriki uchaguzi, unawezaje kuzuia huo uchaguzi? Una wagombea kwenye kata, una mawakala ambao kama unataka kuzuia uchaguzi kwenye vituo, anayeweza kuwa wa kwanza ni wakala wako aliyeko kituoni. Sasa una wakala, una mgombea, hivi huo uchaguzi unauzuiaje? Kwa hiyo sisi tunaamini tunaweza kuzuia uchaguzi ukiwa ndani ya uchaguzi. 2. Dhana ya no reform no election ilianza kama kampeni mnamo mwezi Januari mwaka 2020 na baada ya retreat ya kamati kuu ya chama iliyofanyika Makueni nchini Kenya. Kaunti ya Makueni kule Kenya, hoteli inaitwa Kusimbundio, ndiko chimbuko la no reform no election ilianzia. Na hii ilikuwa Januari mwaka 2020. Kwa wale wanaodhani kwamba dhana ya no reform no election ni ya mwaka 2024, bahati mbaya hawana taarifa sahihi. Hii ilikuwepo tangu Januari mwaka 2020, na niliyeko mbele yenu hapa ni kati ya watu wawili walioachwa Nairobi na kamati kuu ya chama kukamilisha mpango huo. Niliachwa mimi na mkurugenzi mwingine mmoja, tukabaki Nairobi siku 8 na wataalamu mbalimbali kukamilisha andiko hilo, na tukarudi tukiwa na nakala ya andiko hilo mwaka 2020. Kwa hiyo dhana ya no reform no election ilikuwa ni kwa ajili ya kuunganisha makundi na jamii ili kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ndani ya nchi yetu, na ilikuwa ni maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Nyaraka hiyo ilipewa jina Roadmap to the General Election 2020. Ndio jina la hiyo nyaraka. Na hiyo nyaraka ipo, nina nakala yake. Tukilazimika tutaiweka hadharani ili taifa lijue dhana hiyo ilianzia wapi. Kwa wale mnaofikiri ni kitu kimeanza juzi,